Unajua una mamlaka, lakini ukiwa na ufahamu mpofu hauwezi ukakuwa na maisha mazuri. Kwa sababu ufahamu unaweza kuwa na nini, una ufahamu mzuri lakini una mamlaka katika Kristo Yesu. Amen. Unapokula neno la Mungu na kuomba, linaanza kujenga utu wa ndani. Unapokuwa unakula neno la Mungu pamoja na kuomba, linajenga utu wako wa ndani. So kula neno la Mungu kwa kutosha na omba vya kutosha, unajenga utu wako wa ndani, unakuwa strong. Ukijengwa katika utu wako wa ndani, unaanza kutembea katika mamlaka yako mapya uliyopata katika Kristo Yesu. Ukijengwa katika utu wa ndani, ukijengwa katika utu wako wa ndani, utaanza kutembea katika mamlaka yako mapya. Yaani mamlaka tuliyopokea katika usawa mpya. Unajua kuna watu leo, kuna mamlaka ya dunia hii, kuna mamlaka ya katika Kristo. Watu wameokoka lakini bado wanatembea katika mamlaka yao ya kidunia hii. Unafaa ufike mahali uangushe haya, utembee katika mamlaka yako ya kiroho. Glory to God. Mfano pia, Adamu walipokosea na mke wake. Adamu na mke wake walipokosea, ardhi ilipata laana. Hivyo ndio iko, si ndio? Adamu na Hawa walipokosea, walipotenda Mungu dhambi, ama walipotenda dhambi, ardhi ililaaniwa kwa ajili yao, ama ardhi ilipata laana kwa sababu ya matokeo yao. Kwa sababu ya matokeo yao ya kutokuamini, ardhi ilipata laana. Sikiza hapa, kuwa makini tafadhali. Adamu na Hawa, kwa sababu ya kutokuamini, matokeo tunaona ardhi inafanya nini? Inapata laana. Sio Mungu aliyelaani ardhi. Siye Mungu aliyelaani ardhi. Na hiyo nitaeleza vizuri kwa kina kule mbele. Kule mbele ambapo tunaenda. Hivyo ardhi iliathirika. Ardhi iliathirika ardhi iliathirika kwa sababu ya Adamu, kwa sababu ya Adamu na mkewe. Ardhi yenyewe haikuwa na shida. Ardhi haikufanya kitu chochote ambacho kingesababisha iathiriwe, bali Adamu na Hawa ndio walifanya tukio la kutokuamini na wakasababisha ardhi kupata laana. So biashara yako inaweza ikawa haina shida, lakini wewe ukasababisha biashara yako ikapata shida. Ndoa, chochote ambacho tuna mahusiano. Wakati ndugu amesema tuombee mahusiano, walio kwenye mahusiano wanaweza wakaribu mahusiano ambayo Mungu alikuwa amekusudia msaidiane. Jamaa, mambo kadhaa. Watu ambao maybe kwenye huduma, kuna huduma ambapo yani unaelewa mahusiano yale. Unaweza ukaribu lakini kulikuweko na msaada pale. Glory to God. So je, mtu akikuuliza wewe unajijua wewe ni nani katika Kristo, unala kumjibu? Mtu akikuuliza leo wewe ni nani katika Kristo, unala kumjibu? Utamjibu ama mazingira ndio yataamua kile utajibu? Usinijibu, wewe tafakari. Tuangalia mfano mwingine kwa Abraham na Lutu. Abrahamu na Lutu ni mfano wa waamini wawili. Ibrahimu na Lutu ni mfano wa waamini wawili. Je, kwa hao wawili ni nani alijionyesha kama muamini mchanga? Kati ya Ibrahimu na Lutu ni nani alijionyesha kama muamini mchanga? Sema kwa sauti. Lutu. Haleluya. So sasa kama uko hapa na mambo ya Lutu yako ndani yako,
utajua kwamba weka bidii, kula neno, omba, tafuta mashauri. Amen. Ibrahimu alionyesha ukomavu wa hali ya juu. Hata wakati walichakua mahali pa kwenda, Ibrahimu alimpa Lutu aanze kuchakua kwenye anaona ni kuzuri. Mwambie angalia pande hii na pande hii. Either uchakue huku ama uchakue huku. So wewe unachakua lipi? Unachakua kwenda aje? Unaona watu wakomavu ndio wanakuwa. Mtu mkomavu anafanya hivyo. Maana muamini muamini anahitaji kumtangulisha mwenzake. Tuko pamoja? Muamini anahitaji kumtangulisha mwenzake. Mwambie wewe chakua. Na Lutu aliona amechakua pazuri lakini aliangukia babaya. So eneo ona, haya ni maeneo mawili. Kuna Kangemi na kuna Kavangwale. Waamini wawili chakueni. Wewe utaenda wapi? Mmoja anakuuliza kwa sababu naona kama unajua wafanyakazi walikuwa wanaanza kusosana wakipikana. Wafanyakazi wa Ibrahimu na Lutu. So Ibrahimu akaona kumaliza hii issue ni to divide. Kila mtu aende huku na mwingine aende huko. So kamwambia Lutu. So inaonyesha kwenye Lutu alienda. Lutu angechakua kule Ibrahimu alienda. Na Ibrahimu achakua kule Lutu alienda. Eneo lingetegemea nani aliyoko kwenye eneo. Hallelujah. Glory to God. Lutu kwa sababu ya uchanga, angalia kila kilimwangukia kule. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kwa nyumba kabisa. So so muamini anahitaji kumtangulisha mwenzake kwanza. Lutu alichakua mahali panono. Lutu alichakua mahali panono. Na Ibrahimu akachakua nchi kavu tu. Lutu hakusalisha vizuri, lakini Ibrahimu alisalisha vizuri. Kia tunaona tofauti hizi. Hizi tofauti. Ibrahimu alichakua mahali pakavu alisalisha. Lutu alichakua mahali panono hakusalisha. Glory to God. Hakusalisha vizuri. Na hata unaona Lutu, wakati Lutu anaambiwa atoke kwenye alikuwa ameenda na kuambia ilikuwa balaa. Yaani anatoka hata mali, hana mali yoyote. Unajua mtu wa Ibrahimu wacha tu niajie hapo. Mungu atusaidie. Tunaona pia Ibrahimu anaporudisha nyara za mateka kwa Lutu, alimwambia mfalme asimpe chochote. Si kweli? Mwambia mfalme asimpe chochote. Asije akasema amemtajirisha. So Ibrahimu alikuwa mkomavu. Mfano mwingine, Lutu, kama tuseme ni waamini wawili wanafanya kazi. Na Lutu kazi yake imeisha. Kazi imeisha. Angekuwa na wasiwasi. Haleluya. Angekuwa na wasiwasi. Lakini Ibrahimu angesema bado ninamtegemea Mungu yupo. Tuko pamoja. Waamini wawili kazi imeisha, mmoja anakuwa na wasiwasi, mwingine anasema namtegemea Mungu yupo, kazi nyingine nitapata. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza muamini anamiliki ni Mungu ndani yake. Kitu cha kwanza ambacho muamini anamiliki ni Mungu ndani yake. Ni Mungu ndani yake. So kitu cha kwanza muamini anamiliki ni Mungu ndani yake. So anakuwa na Mungu ndani yake. Kuwa na Mungu ndani yako ni kuwa na sauti ya Mungu. Kuwa na Mungu ndani yako ni kukuwa na sauti ya Mungu ndani yako.
So ametupa neno lake kwa ajili ya ukuaji wetu. Haleluya. Ametupa neno lake kwa ajili ya ukuaji wetu. So Ibrahimu alitambua kwamba yeye yuko na Mungu. Ibrahimu alitambua kwamba yeye yuko na Mungu. Alielewa utambulisho wake. Alijua yeye ni nani katika Mungu ama katika Kristo. Arudia, Ibrahimu alitambua yuko na Mungu. Alielewa utambulisho wake. Alijijua yeye ni nani katika Kristo. Na ndio maana katika ujuzi huo alikuwa tayari kumtoa Isaka. Maana alijua yeye anaye Mungu. So kumbuka, wakati Ibrahimu achapata mtoto, walitambua Mungu, licha kuwa walikuwa wazee. Wakati anaenda kumtoa mtoto, kumbuka kwamba wao wote ni wazee, lakini alijua bado Mungu yuko wa kunipa uzao. So hata nikimtoa Mungu, na muamini kwamba anaweza akanipa tena watoto. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of living God. So kinachoanza ni kujijua wewe ni nani. Kujijua wewe ni nani. Huo ndio msingi mkubwa katika Kristo Yesu. Kujua utambulisho wako. Hallelujah. Tunajua sayansi mara mingi inafundisha kwamba mtu aweze kujiangalia badala ya kumwangalia Mungu. Badala kumwangalia aliyekuumba wewe, tunafaa tumwangalie aliyetuumba. Glory to God. Yeye ni kioo chetu cha kujijua sisi ni nani. Tujitambue katika kumwangalia Mungu katika Kristo, alichofanya ndani ya Kristo. Hallelujah. So neno la Mungu linafundisha kujitambua wewe ni nani kwanza. Neno la Mungu linafundisha muamini kujitambua yeye ni nani kwanza. Akisha kujitambua, anakundua sasa ana uwezo wa kufanya nini. Neno la Mungu linafundisha kwanza ujitambue wewe ni nani katika Kristo. Baada ya kujitambua wewe ni nani katika Kristo, sasa utakundua nini? Utakundua sasa una uwezo wa kufanya nini. Glory to God. Una uwezo wa kufanya nini? Unafanya unachokifanya kwa sababu umejijua hivyo. Kila mtu anafanya anachokifanya kwa sababu hivyo ndivyo anavyojitambua. Hivyo ndivyo anavyojijua. Leo hii hapa wengi hatuwezi tukafanya mambo makubwa sana kwa sababu ya vile tunavyojijua. Unapojitambua wewe ni nani katika Kristo na kujua unaweza kufanya nini katika Kristo, kinaamua kile unachoweza kufanya. Unapotambua wewe ni nani katika Kristo na kujua unaweza kufanya nini katika Kristo, kinaamua kile unachoweza kufanya. Kinaamua kile unachoweza kufanya. Unapotambua wewe ni nani katika Kristo na kujua unaweza kufanya nini katika Kristo, kinaamua kile unachoweza kufanya. So muamini anahitaji maarifa. Anahitaji maarifa. Anahitaji maarifa sahihi. Alafu nguvu za Mungu muamini anahitaji maarifa sahihi. Alafu nguvu za Mungu zitapatikana kwa kuomba. Anahitaji maarifa sahihi, alafu nguvu za Mungu zitapatikana kwa kuomba. Muamini anahitaji maarifa sahihi, alafu nguvu za Mungu zitapatikana kwa kuomba. So ni vizuri pia kuomba. Na unaomba maombi sahihi. So maarifa mazuri inapelekea maombi sahihi. Maana maombi mengine ni ya kuwa wachawi tu na mambo ya ajabu. Maombi ya ukuaji wa kiroho
sio kupoteza muda, bali ndio namna sahihi ya kukusaidia wewe kuenenda sahihi katika maisha yako ya kiroho. Narudia, muamini anahitaji maarifa sahihi. Alafu nguvu za kuomba zinapatikana kwa kuomba. Nguvu za Mungu zinapatikana kwa kuomba. So ni vizuri pia kuomba maombi sahihi. Ni vizuri pia kuomba maombi sahihi. Maombi ya ukuaji, not the point. Maombi ya ukuaji wa kiroho sio kupoteza muda, bali ndio namna sahihi ya kusaidia wewe kuenenda sahihi katika maisha yako ya kiroho. Maombi ya ukuaji wa kiroho sio kupoteza muda, bali ndio namna sahihi ya kusaidia wewe kuenenda sahihi katika maisha yako ya kiroho. So kumbuka tumefika penye maeneo yenye nilisema ya ukuaji wenyewe. So kwa study pale. Nirudie. Maombi ya ukuaji wa kiroho sio kupoteza muda, bali ndio namna sahihi ya kusaidia wewe kuenenda sahihi katika maisha yako ya kiroho. Yes, utaomba sahihi na pia utaenda sahihi. Yaani unakuwa accurate, unaenenda vizuri yani. Naenda vizuri. Hivyo ufahamu wa mtu lazima upatilike kwanza, ndio apatilishe anachofanya. So hapa tuteke masikio. Teka sikio. Hivyo ufahamu wa mtu lazima upatilike kwanza, ndio apatilishe anachofanya. Mtu hawezi badilisha tabia, hawezi badilisha anachofanya kama ufahamu wake haujakuwa sahihi. Hello. Tuko hapa. Acha nipeane mfano kwa Sister Rose. Fanya biashara. Kama ufahamu wako utakuwa tu penye uko hapo, wewe utakuwa unakaanga tu hapo. Unakaanga tu hapo. Mpaka ifike mahali mambo inaenda mrama, mambo inaharibika. Lakini ufahamu ukikaa sawa sawa, utakuwa unafikiri nini cha kufanya. Kila kidogo kinapatikana, kinapanua maeneo. Unanipata? Yes. Hallelujah. Glory to God. So ufahamu wako lazima patlike. Jifunze vizuri. So yeye akijifunza kwenye eneo la biashara, atajua nini cha kufanya katika biashara. Hallelujah. Tuko pamoja. Yeye ni mmoja tu, wengine wako hapa wafanya biashara. Wengine wako wafanya biashara mpo. Kwa wengine tunafanya nini? Naajiriwa sote. Unajua unaweza ajiriwa kazi ukafanya 20 years, 30 years, lakini ukatoka nini? Kwa sababu tu ya ufahamu wako. Sasa sikia. Katika Kristo kuna kuwa katika ufahamu. Yaani katika Kristo kuna ukuaji wa ufahamu. Tunakuwa katika ufahamu. Si ufahamu wa ukui. Sisi ndio tunakuwa katika ufahamu. So katika Kristo kuna kukua katika ufahamu. Katika Kristo kuna kukua katika ufahamu. Sisi ndio tunakuwa katika ufahamu. Glory to God. First, Wakolosai 1:9-10-14. Soma, maneno yako hapa mazuri, tuangalie kwa haraka tafadhali. Wakolosai 1:9-14. Wakolosai 1:9-14. Na usome kwa sauti. Nasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku hiyo tuliposikia hatuache kufanya maombi na dua kwa ajili yenu. Yes. Ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake. So unaona, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa roho. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, ukimpendeza kabisa, ukizaa matunda kwa kila kazi njema. So mahali panahusika kuzaa matunda inaonyesha kuna ukuaji. Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Yes. Tuwezeshwe kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake. Hayo ni maombi. Mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha.
Sema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa katika nguvu za giza, katuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Sasa sikia, anasema hatuaji, sikuna hilo neno hatuaji. So anaonyesha nini? Maana ni kumbuka haya ni maombi. So kama anasema hatuaji, inaonyesha haya maombi ni ya muendelezo. Haleluya. Ni maombi ya daily. Ni maombi ya muendelezo. Kama kuna maombi ya kujiombea kila siku, ni maombi ya ukuaji. Yaani uhitaji kukosa kujiombea ukuaji wa kiroho pamoja na kuombea watu wengine ukuaji wa kiroho. Watu strong kwa kanisa ni wanaoomba pamoja na kuombea ukuaji wa kiroho. Watu strong kwenye kanisa la mahali ni wanaoomba pamoja na kuombea ukuaji wa kiroho. So maombi ya ukuaji wa kiroho inahitajika sana katika kanisa. Wewe mwenyewe kujiombea na pia kuombea watu wengine katika kanisa lako la mahali. Kazi ya haya maombi ya ukuaji wa kiroho ni ili mchaswe maarifa. Kuna mahali amesema ili mchaswe maarifa. So kazi ya ukuaji wa kiroho ni ili mchaswe maarifa. Ili mchaswe maarifa. So kama ni hivyo, kuna uwezekano mkubwa wa kuzaa mwenendo unaompendeza Mungu. Kwa sababu gani? Ya maombi ya ukuaji. Mchaswe maarifa. Utaweza kufanya nini? Utaweza kuenenda ama utazaa mwenendo unaompendeza Mungu. Kwa sababu maombi ya ukuaji yamo kwenye kanisa. Tutakuwa tukifanya maombi hayo sana. Sasa sikia jambo. Ukishakundua uko sehemu sahihi unayofundishwa vizuri, ama unayofundishwa maombi sahihi, ongeza maombi kwa bidii. Ukishakundua tu kwamba uko sehemu sahihi inayofundisha maombi vizuri, maombi sahihi, ongeza bidii kwa maombi. Ongeza bidii. Utaona matokeo isiyokuwa ya kawaida katika maisha yako ya kiroho. Ukishakundua niko sehemu sahihi na wanafundisha vizuri kwenye eneo la maombi pia, nakwambia ongeza bidii ya kuomba. So ufunuo wa roho ni ile neno ulilolisikia liwe na matokeo kwenye maisha yako. Ufunuo wa roho ni lile neno ulilolisikia liwe na matokeo kwenye maisha yako. Ufunuo wa roho ni lile neno ulilolisikia kwamba liwe na matokeo kwenye maisha yako. Ufunuo wa roho ni lile neno ulilolisikia liwe ama wakati linaleta matokeo kwenye maisha yako. So unahitaji tunapopata maarifa, tunahitaji tu maarifa. Ni haya nayapeana sahihi. Kila ninachofanya ninawapa maarifa. So unahitaji ukeusa hayo maarifa yasipaki tu maarifa. Nasema hivi, kila ninakupa sasa hivi ni maarifa. Unahitaji uyakeuse haya maarifa ninayokupa yasipaki maarifa tu, bali yawe katika utendaji. Yawe katika utendaji. Unahitaji ukeuze maarifa yawe katika utendaji. Mfano. Kama ninajua mamlaka ya muamini, maombi
yatanisaidia kutembea katika hayo mamlaka. Maombi itanisaidia kutembea katika hayo mamlaka. So nikishachua mamlaka ya muamini, naongeza eneo la maombi ili maombi nisaidie kutembea katika hayo mamlaka ya muamini. Kujua tuko na mamlaka ya muamini na uombi, hakuna hautaathiri chochote, utakuwepo tu kama haupo. Utakuwa tu kama mtu ambaye hana mamlaka katika Kristo Yesu. Hallelujah. Glory to God. Kama ninajua sijapokea roho wa hofu katika Kristo, maombi yatanisaidia kutotembea kwa hofu. Nikishajua tu kwamba si kupokea nasema kwamba kama najua si kupokea roho ya hofu katika Kristo, maombi yananisaidia kutotembea kwa hofu. Maana nimeshajua kwamba si kupokea roho wa hofu. So ndio nisitembee katika hofu, nahitaji kuomba. Maombi itanisaidia nisitembee katika hofu. Maana kuna waamini wengi wameokoka, wamekaliwa na roho lakini wanatembea katika hofu. Glory to God. Hallelujah. So maombi yanachukua lile neno ulilolisikia na kulifanya liwe matokeo katika maisha yako. Ndio kazi ya maombi. Maombi yanachukua lile neno ulilolisikia. Maombi yanachukua lile neno ulilolisikia na kulifanya liwe na matokeo katika maisha yako. So kama wewe tu unajifunzanga neno hapa na uombi, hautakaa uone matokeo. Unahitaji kuomba pia, ili sasa maombi sababishe neno ulilolisikia liweze kuleta matokeo katika maisha yako. Amen. Maombi yanasaidia ufahamu wetu juu ya tulivyo katika Kristo. Maombi yanasaidia ufahamu wetu juu ya tulivyo katika Kristo Yesu. Maombi yanasaidia ufahamu wetu juu ya tulivyo katika Kristo, ili tutembee kama tulivyo. Tutembee kwenye asili yetu kama vile tumefundishwa asubuhi. So ni mtu ambaye anaomba, maombi itamsaidia. Maombi itamsaidia ufahamu wake juu ya yeye alivyo katika Kristo, na atatembea kama alivyo, atatembea katika asili yake. Waamini ambao waombi huwa atembee kwenye asili yao, wanaona vitu vya ajabu, wanasalisha vitu vya ajabu. Glory to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwa nyumba. Hello. So ina maana pasipo maombi utakuwa na maarifa mengi kichwani ambayo hayaonekani katika maisha yako. Tuwe makini tafadhali, andika tunaosituamisha vizuri. Usipoomba utajaa maarifa kichwani, maarifa yasiyokuwa na matokeo katika maisha yako. Narudia. Ina maana pasipo maombi utakuwa na maarifa mengi kichwani ambayo hayaonekani katika maisha yako. Una maarifa imekujaa, unaweza saidia watu. Unaweza saidia watu kwa mambo mengi, lakini wewe unapaki hivyo. Umeshaigundua mtu kitu kama hicho? Unasaidia wengine, wanakuwa, wanatembea vizuri, lakini wewe unapaki hapo hapo. Kwa sababu gani? Unatoa maarifa na haya maarifa ya kusaidia wewe kufanania vile ulivyo katika Kristo. Hallelujah. Glory to God. Unajua ni vibaya sana kusaidia watu waendeleange na wewe huko tu. Ni vibaya na ni huzuni, hata si furaha kabisa. Ufahamu wangu unaanza kuwa na matokeo katika maisha yangu sababu ya maombi. Ufahamu wangu utaanza kuwa na matokeo katika maisha yangu sababu ya maombi. Ufahamu wangu utaanza kuwa na matokeo katika maisha yangu sababu kuna maombi. Narudia. Ufahamu wangu unaanza kuwa na matokeo katika maisha yangu sababu kuna maombi. Na ndio maana kila eneo la neno la Mungu linapokewa kwa maombi. Yaani neno la Mungu linapokewa kwa maombi.
Ndio unaona tutaomba before tuanze, tutaomba before tutaomba tunapotamatisha. Glory to God. Hallelujah. Wakati utasikia mtu anasema hivi, ukisikia mtu anasema, "Oh, kumbe ni hivi." Yaani kumbe hivi ndivyo ilivyo. Ukisikia mtu amefanya hivyo, unafaa umpeleke kwa maombi ili lile neno alilolisikia liwe na matokeo katika maisha yake. Haleluya. Ulikuwa unafundisha